mjadala ambao umekuwepo tangu juzi kuhusiana na pendekezo lililotolewa na majaji wa mahakama ya rufaa walipokuwa wanasikiza kesi ya rufaa kumhusu mwanamume aliyehukumiwa miaka 15 gerezani kwa kumpatika mimba msichana wa miaka 17. Katika uamuzi wao walitoa mapendekezo mbalimbali, mojawapo ikiwa ni kuhusiana na kupunguza umri ama kubadilisha umri wa kufanya maamuzi ya ngono kutoka miaka 18 hadi miaka 16. Na kabla ya kuenda Mombasa, Evelyn ulikuwa unatueleza kuwa kuna ile dhana kuwa mwanamume ndio mara nyingi amemshurutisha yule msichana kufanya mambo haya. Kwa hivyo hata ikiwa ni msichana ndio ameshurutisha, yule mwanamume hasikizwi. Kwa sasa hivi tuseme niangazie mambo ya Afrika wakati huu juu ya mambo ya sex. Mara mingi imechukuliwa iweze kwa stereotype, lakini 80% ishakuwa proven. Mara mingi the first time, mara ya kwanza ni mwanaume ataomba sex. Hiyo ndio iko. Sasa hata hawa tuseme majaji wanapotoa uamuzi kama huo, wanataka kutoa saa hizi ni kwa sababu wanajua ya kwamba mara mingi ni mwanaume uomba sex. Sasa huyu mwanaume ndiye anafaa, kama amekomaa, ndiye anafaa kujua huyu anaomba sex ni umri gani, imefika ile umri imeruhusiwa kwa nchi yetu ya Kenya, ama atakuwa na ile inaitwa child abuse. So hiyo hata mara mingi hata kwa koti, mimi sijaona hapa Kenya ati kuna mwanamke amepelekwa ameripu mwanaume. Sijaona hiyo cases. Sijaona hizo cases sana. Kulikuwa na moja wakati miezi michache iliyopita, nadhani mwaka jana. Yeah, hiyo najua out of millions za Wakenya moja hiyo. Sasa hiyo kidogo sana. Lakini mara mingi mwanaume ndio mara mingi ndio wekewa makosa, sababu mwanaume ndio anakuanga mara mingi wa kwanza kuomba sex. Sasa huyu mwanaume ana nguvu zaidi, na ako na nguvu zaidi. Na huyu mwanaume sasa yeye ni jukumu lake, sababu anajua the laws of Kenya, ni jukumu lake ajue huyu anaomba sex ako miaka mingapi. Asija akasema kumbe siku anajua, sababu hapo hivi Kenya ignorance is not a defense. Huwezi sema hauko unajua. Mbona hukuchunguza kama ulikuwa na nia ya kujua? Sasa huyo vile amewekwa ndani sababu alikuwa amelala na huyu na sijui ikakuwa ni uamuzi, anajua hiyo ni against the Kenyan laws. Na sasa mimi naweza sema yeye mwenyewe huyu mwanaume ndiye afunza hao wengine, aongezee wengine 5 ili wengine wenye watafuata hiyo maneno atajua ukienda kuomba sex for whatever reason unataka kufanya na msichana, hebu jua umri wake. Muulize idea yako iko wapi, sababu hata yeye msichana hata yeye inaweza kuwa kwa umri wake she gets away with anything. Kwa umri wake anaweza kuwa hata wewe mwenyewe anakutaka. Unaona? Lakini umri ameona, sababu umeona unatilia manani mambo ya umri wake. Fanya uchunguzi wako kama mwanaume ili usijiingize kwa shida kama hizo shida amejiingiza. Mwalimu Tomkins Baraza, nakubali kuwa wanaume ndio wana jukumu kuu, kuwa hata huyu msichana tusimuulize maswali akisema kuwa mimi nilikuwa mtoto, hata kama nikubali. Ukiona katika mila za Afrika wanaume ndio ni vichwa, na panapokosa tuseme hata kama kwa boma wanaangalia mume ni nani. Na unapata hawa ambao wanadhulumia wengi sana ni wasichana wadogo, na wanaume ukiangalia wengi wana umri zaidi ya miaka 30. Lakini pia tunapofanya kesi pia tuweze kufanya uchunguzi wa kina, tujue nani alikuwa mwanzilishi. Sisemi kwamba natetea wale wanaume ambao wanaenda na watoto wa chini ya miaka 18. Manake utapata kwamba kuna kesi nyingi sana pale ambapo vijana, watoto wa vulana wamedhulumiwa wengi sana na wasichana ama wanawake. Lakini katika mila za Kiafrika wewe ukienda mbele kusema ati kwa mfano hivi ndiye amekuja kwangu hivi, watakuona kwamba wewe ni mtu bweke sana bwana, wewe ni gume. Kwa hivyo watu wanavumilia wengi sana. Ndio unaona kesi nyingi sana huwa zina kufia tu kule mashinani tu hivyo. Lakini wajibu wa kila Mkenya ajue sheria vizuri, kwa sababu na ujue kwamba chochote unachofanya kuna matokeo, yawe mazuri au mabaya. Usije baadaye ukaanza kulaumu sheria, ukaanza kulia sijui nini. Mtoto ni mtoto. Awe na mwili mkubwa, awe mrefu, awe mfupi, ikiwa ako chini ya miaka 18, mkienda naye kotini, yeye kwanza tu atamuuliza tu ni huyu. Wakishasema ni yeye, basi
kesi imeisha, wewe wataweza kukabiliana na wewe. Lakini kuna wale ambao wanatumia sheria hii kuwakandamiza wengine. Na kuna baadhi ya wazazi katika Kenya hii kule mashinani analenga mtu fulani, aone fulani mwalimu Tom Kim Barasa hapo hivyo akona na pesa, ama akona pesa kiasi fulani, anamtuma mtoto wake, akasema enda tu karibu na yeye tu, mjihusishe na yeye, muwe na ile unprotected sex. Kisha ukipata mimba tu hivyo wanakuja, unajua ni sheria, wanakupeleka kwa chifu fulani hapo hivyo, wanasema tuandikishane, utoe kama ni nusu milioni fulani, ama kazi yako ishi, ama uende ndani tu hivyo. Na wengi wa wanaume wameweza kutiwa mitegoni na wazazi wa wasichana wao. Kwa sababu wewe ni mwanafunzi wa sheria, hao wazazi pia wanapaswa kuchukuliwa hatua za kisheria, maana wanatumia hii sheria kujinufaisha. Ndio, wanafaa wachukuliwe sheria, kwa sababu huwezi enda udanganye katika, kuna kitu inaitwa duress. Ukipeana testimony under duress, hiyo testimony huwa haichukuliwi. Kwa hivyo kama huyu mtoto analazimishwa na mzazi ende useme hivi, ama mzazi anamlazimisha ni lazima iwe hivi, then wazazi wanaenda away from the law. Kwa hivyo wanafaa pia wao wachukuliwe mashtaka kwa kuwa in contempt of court. Hebu sasa tusikize wanavyosema wakazi ama wenyeji kutoka kaunti ya Taita Taveta kuhusiana na mada ya leo. Kitu ambacho kingesaidia turegelee ile tamaduni zetu zilikuwa kitambo. Ilikuwa unapata kwamba kuna zile mikutano ambayo kama ni vijana ama ni wasichana wanapelekwa kwa kina mama, na vijana wanapelekwa kwa wazee waelimishwe. Sisi kama wananchi tunaweza kusema kwamba mahakama ilifanya vibaya, lakini unapata changamoto ziko kwetu sisi wenyewe wazazi. Na unapata watoto wanakuwa kiasi cha kwamba wanaweza tuambia kwamba mimi niko na right zangu. Ni kwa sababu umemwachilia mtoto wako akaenda kafika mahali akaona kwamba ile jambo ambalo ninalofundishwa na mzazi wangu silo lile ambalo nimelipokea labda kwa mitandao ama kwa marafiki ndio nitalichukua. Na unapata kwamba anakuwa na uwezo kusimama hata kotini kusema kwamba huyu ndio uamuzi wangu nimeufanya. Akimaliza 8 aende form 4 asome, aende college. Sasa kama mtoto atapata kitambulisho na miaka 16, tutapata wapi engineers? Tutapata wapi professors? Kwa sababu hawa watoto watakuwa profesa wa kuolewa, wa kufanya ngono. Serikali simama kitete, msikubali haya maneno. Watoto wasome, hata miaka ingepandishwa mpaka 22 ndio mtoto aolewe. Sisi wasasi ndio tunapata msiko. Mama nakubaliana na Evelyn. Nasema ipandishwe mpaka miaka 22. Hebu sasa tusikize walivyosema katika kaunti ya Bungoma. Sisi kama chama cha kutetea maslahi ya walimu, we are opposed, seriously opposed to reducing the years. Family, life and sex education be taught in primary, including from ECD. Hayo mambo hatuwezi kubali kabisa. Wacha watoto waolewe wakiwa na miaka 18 kwenda juu. Kwa sababu at least akifikisha 18 years, wengi wao wanakuanga wamepata ID. At least wako colleges, lakini watoto wengi wa miaka 16 ni watoto ambao either wako secondary schools, form 2, form 1. Na mbali na hilo swala la kushushwa ama kuongezwa kwa huo umri wa kufanya maamuzi ya ngono, kuna swala pia la ile adhabu inayotolewa kwa wale wanaowavizia watoto. Mwalimu, unadhani zile adhabu zilizopo zinatosha? Ukisikia mtu anafungwa miaka 15 kwa sababu ya kumpachika mimba msichana, unaona inatosha? Mtoto ni hata kulingana mimi iweza atakuongezwa. Manake hayo ni matendo mabaya sana. Wewe mtu mzima tu kuweza kuacha. Kuna wasichana wengi sana wamemaliza vyuo vikuu hawajaolewa, alafu unapata mtu umri wa miaka 30, 40, 50 kwenda zaidi unaenda kwa watoto. Ndio wengine wanasema kwamba maembe unaweza tumia chumvi kuyala, lakini uweze kuangalia maisha ya huyu mtoto iko namna gani. Itaharibika kimasomo, kisaikolojia, hata kimambo tu pia. Ukiweza unaadhiri maisha yake ya siku za halafu. Huo umri ambao umewekwa uweze kuzingatiwa vizuri, na mtu yote ambaye anajihusisha ama anajihusisha na mambo kama haya, adhabu kali iweze kuchukuliwa. Na pia watu kama tuseme kama walimu, machifu na vitengo mbalimbali na vyombo vya habari, nashukuru kama eCitizen tunajaribu kuhamasisha wananchi. Tujaribu kuhakikisha kwamba sheria hizi zinawafikia hawa wananchi. Maana wengine hawajui. Ukienda tu hata kule mashinani tu kuna wengine tu hata ukimuuliza tu unajua sheria yote
ya kuoa? Hapana. Hata mzazi mwenyewe tu anamuuza mtoto wake akiwa na miaka 13, hajui sheria yoyote. Kwa hivyo machifu muweze kuandaa kama wakati kama huu baraza mbalimbali kuja kuhamasisha watu, ama walimu pia mkiita wazazi wakija shuleni, mjue kwamba watoto si wenu tu pekee, ni wa serikali. Wewe mwenyewe ukimuoza huyu mtoto utapelekwa ndani, na iwapo utapatikana kwamba wewe unashirikiana na chifu ama na kiongozi fulani kuweza kudhulumu haki za huyu mtoto, pia wewe uwekwe ndani. Isiwe tu kwamba ni mdhulumiwa pekee. Tuangalie kijumla imekwaje. Kama wazazi wa huyo msichana wanatakana wawe ndani saizi kwa kuweza kushirikiana naye, akakataa kulipa mahari kisha baadaye ndio akaenda ndani, unaona ile ilikuwa ni mbaya sana. Lakini kuna wale ambao wanaweza kuzungumzia swala moja ambalo majaji walitaja na nafahamika kama autonomy. Yani ile hali sawa ya kuweza kujisimamia na uwezo wa mtu kuweza kufanya maamuzi sawa kinidhamu. Kwa kama huyu mtu amempatika mimba, sema ni kijana wa miaka 18, amempatika mimba msichana wa miaka 17. Huyu kijana akiingizwa jela na akiachwa achukue majukumu ya uzazi, ni ipi itakuwa ina afadhali? Kuwa anamsimamia huyu msichana na mtoto wake, ama akiwa jela wazazi wa msichana waachiwe huo mzigo? Evelyn. Unajua hiyo uamuzi yenye hiyo wangefanya nje ya koti. Lakini ukiinvolve koti, lazima koti nayo ifuate sheria. Okay, ukiangazia hivi okay, mtoto itakuwa afadhali kinidhamu tu. Itakuwa ni afadhali huyu kijana awachiliwe, atunze huyu mtoto wake kama akona hiyo nia. Lakini hata kama awachiliwe, hana pesa, mimi nafikiria hata yeye labda ni mwanafunzi. Hiyo itakuwa burden ya wazazi wa kijana, na wenye hawatakuwa tayari kuchukua hiyo jukumu. Na kwa sababu wamefika kotini, na ni vizuri haya maneno yakifika kotini, ili unajua sasa wakati huu kesi moja ikuje ati hao wamesamehewa, ameambiwa achunge mtoto, kila mtu atakuwa anazalisha msichana pale nje, sababu anajua kama kitu tu ile itaniokoa, nitasema mimi mwenyewe sasa, hata nikishika mimba na huyu mimi nitakubali, nitachunga nisiwekwe ndani. Ni vizuri awekwe ndani ili hizo cases zingine zisije zikawa tena ndio wafuate ile mtindo ilo ilikuwa pale. Lakini pia ile mambo mengine tunafaa kusema, hata vile tunashinda hapa, tumekaa hapa tunatetea umri, pande nyingine pia unapata wasichana wakati huu, wasichana wavulana wote wanakuwa sexually active at a very early stage. Na ndio maana hawa majaji wakasema it is unrealistic to assume that teenagers do not engage in sex. But it doesn't warrant them to change the age from 18 to 16. Doesn't warrant them. Lakini ni ile tu kuangazia deeper psychologically, ni nini ile iko on the ground, what is on the ground. Ile ya ukweli ni gani? Wacha hiyo ni mambo ya law, mambo ya sheria unataka ufuate. Lakini sheria lazima pia mahakama iweze kuangalia which one will serve the greater good. Ni ipi ambayo itakuwa na afadhali? Kumfunga huu kijana ambaye labda anategemewa na familia yake, anaweza pia kusimamia familia ile nyingine na huyu msichana ambaye amempatika mimba, ama aingie korokoroni gerezani kunradhi, kisha familia mbili zishindwe kujikimu? Ulivyosema which is the greater good, alivyosema amesema kuwa tukiachilia mmoja, hao wengine wote watapata njia ya kuweza kuevade the law. Kwa hivyo tukisema tuweze kuachilia mmoja ili aweze kuchunga mtoto, basi ni kumaanisha hao wengine wote watakuwa na kesi inayofanana na hiyo, pia wao waachiliwe wachunge nani? Mtoto. Lakini unakumbuka, sio ukisema hivyo unaweza toa aje huyu mtoto kutoka shule, alikuwa katika chuo, alikuwa katika kidato cha pili, sasa amepata mtoto, ameambiwa aende basi aishi na huyu mwanaume, apate mtoto, wale familia moja. Ameacha kwenda shule. So what is the greater good? Huyu mtoto, hata huyu msichana ama huyu mvulana mwenye akona miaka kidogo, hawataweza kujiendeleza maishani, watabaki tu hapo hapo kwa sababu hawana hadi elimu.